Saa moja jioni majira ya Afrika Mashariki, na hizi ni habari za sasa za Uamuzi Radio. Jina langu ni Felix Asunga. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kukashifu matukio ya vurugu, uporaji na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa wakati wa maandamano ya Jumatano wiki jana ya kuadhimisha mwaka mmoja baada ya kufanyika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Akizungumza akiwa katika eneo la Mitaboni kwenye eneo bunge la Kathiani, kaunti ya Machakos, Kindiki amekiri uhalali wa malalamishi yanayotolewa na vijana, ukiwemo ukosefu wa ajira na pia kushinikiza uwajibikaji serikalini, huku akizidi kukashifu maandamano ya vurugu. Aidha, kiongozi huyo ameendelea kuwalaumu baadhi ya wanasiasa kwa kuchochea vurugu wakati wa maandamano, pamoja na viongozi wa makanisa na mabalozi wa mataifa ya kigeni kutokana na kuchochea ghasia nchini. Wengi hawana hatia, wamewekwa katika hii mambo kwa sababu tu ya uchochezi wa watu wawili watatu, wanasiasa, mabalozi wa nchi za kigeni, viongozi wawili watatu wa kanisa, and you know it is simple. Baraza la maimamu na wahubiri nchini CIPK limependekeza kutathminiwa upya kwa uhuru wa kufanya maandamano, ikiwa ni njia ya kuwasilisha malalamishi miongoni mwa wananchi, wakilalamikia uharibifu na vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa maandamano ya Jumatano wiki jana. Wamesikitika kuwa maandamano yanasababisha uharibifu mkubwa wa mali na kuvuruga amani nchini. Sheikh Khalif Mohamed ni katibu katika baraza hilo. Kwa hakika yamekuwa ni kibali cha mauti, uharibifu wa mali na kadhalika. Lazima tubadilishe system, namna ya kufikisha ujumbe na malalamishi ambayo kwamba wananchi wako nayo. Leo kila maafa yoyote, waandamanaji wanalaumu wahuni, huku upande wa mashtaka ukitaka mahakama ya Kibra kuwazuilia wanaharakati watatu kwa siku 21 zaidi. Wakili wa serikali Victor Owiti ameiambia mahakama kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini watatu hao walikuwa waandamanaji au la. Waendeshaji mashtaka wamesema kwamba idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI bado inaendeleza uchunguzi, na kwamba vifaa vya kielektroniki vya washukiwa hao vinahitaji kukaguliwa. Watatu hao ni John Mulingwa Nzau, Mark Amiani na Francis Mutunge Mwangi. Upande wa mashtaka umependekeza kila mshukiwa azuiliwe katika kituo tofauti cha polisi, huku uchunguzi ukiendelea bila hitilafu yoyote. John Mulingwa Nzau atazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Muthaiga. Mark Amiani naye atazuiliwa kule Gigiri, naye Francis Mutunge Mwangi akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill. Na msikilizaji, tuzame katika habari za biashara, ambapo benki ya NCBA imeanzisha ziara ya mabasi, ambapo wateja wake wamesafiri kwenye mabasi katika miradi mbalimbali. Aidha, wateja wa NCBA wameipata fursa ya kushauriana na wataalam wa ununuzi wa nyumba na kupata ushauri katika safari ya mradi wa nyumba za bei nafuu. Philip Omondi ni meneja wa mauzo katika benki hiyo ya NCBA. Information we share with customers on site is how they can go about acquiring a unit. So currently we are pushing our affordable housing agenda, and most of the units we visited today are units that are priced below 10.5. So our affordable housing solution offers customers an opportunity to get up. Na hizo ndizo habari za sasa za Uamuzi Radio. Unaweza pia kutupata katika tovuti ya Uamuzi News kwenye mitandao yote ya kijamii: Instagram, Twitter, YouTube na Facebook. Kwa habari zaidi tupate pia asubuhi. Jina langu ni Felix Asunga.
Do you have a business? Do you have a business, a story, news, or anything and you wish to reach more people? Come write your story or book your advertisement slot or AD slot on Wamuzi News website. If you wish to write your stories on our website, we have different categories: hot stories, news, entertainment, etc. To book your AD slots, we have different AD slots, AD sizes with different prices: video ADS, native ADS, display ADS or advertisements, and etc. Our website gets more than 10,000 views in a day, and in a month we get more than 200,000 views. And our best countries are Kenya and other outside countries like Germany and United States of America and more countries. Our prices are pocket friendly. Come, let's write your story. Come, let's book your advertisement slot. Come advertise with us. For more info or more inquiries, please WhatsApp or call us on 0718058666 or email us at wamuzicompany@gmail.com or wamuzi@wamuzicompany.info. Which station is this? Wamuzi Radio.